Baba Askofu Msomba, waheshimiwa mapadre, watawa, viongozi wa halmashauri ya walei jimbo, viongozi wa shirika la wazee wastaafu wa Katoliki Tanzania jimbo la Bagamoyo, viongozi wa halmashauri ya walei, vyama, vikundi na jumuiya mbalimbali, waumini waume kwa wake na wenye mapenzi mema. Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai, maisha aliyotupatia Mwenyezi Mungu pasipo mastahili yetu. Hivyo daima kila itwapo leo tunasema neno asante kwa Mungu. Shirika la wazee na wastaafu wa Katoliki Tanzania ni shirika la rika, umri. Kigezo cha kwanza ni umri, na kinaanzia wanachama umri wa miaka 50. Ukishafika umri wa miaka 50, wewe ni mwanachama kwa rika lako. Na ndio maana wanachama waliomo katika shirika hili wapo WAWATA, wapo UWAKA, wako Moyo, wako wajane na wagane, wako karismatiki, mashirika mbalimbali wanaingia, lakini hili ni shirika la rika. Hivyo ninawaalika kushiriki katika shirika hili ili tujengane, na ningependa kutoa kachangamoto kadogo tu. Swali hili niliulizwa nikiwa hija Israeli miaka 7 iliyopita. Hivi ni kwa nini una mikono miwili? Tuna mikono miwili, mmoja ni kwa ajili yako, mwingine ni kwa ajili ya mwingine. Hukupewa kwa ajili yako tu. Tumepewa vipaji, karama na vitu mbalimbali ili tupate kujengana na kutakatifuzana. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 12, naenda kasome mstari wa 6 na wa 7. Kumbe shirika la wazee na wastaafu wa Katoliki tuna wajibu wa kujengana na kutakatifuzana. Lakini zaidi pia, Baba Askofu, ningeomba Mheshimiwa Padri mkurugenzi wa walei, tuwatumie wazee wastaafu, walimu, watusaidie kufundisha dini mashuleni. Tuna uhaba sana wa walimu wa dini. Na uzuri mmoja kimaisha, ukisha staafu, usipokuwa na kitu cha kufanya, kasi ya kuzeeka inaongezeka. Kumbe kuwashirikisha wazee, hasa walimu, katika swala la elimu, kufundisha dini mashuleni ni msaada mkubwa, ni nyenzo kubwa sana. Na hasa tukiangalia watoto wetu kwenye mashule mengi tulionayo hawana walimu wa dini, makatekista hawatoshi. Ningeomba utume huu wa wazee tuliweke katika ajenda ya utume wetu. Asanteni kwa kunisikiliza.